ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم نهي كثبتي كمتوم عليه السلام ولا عن خلفائه الراشدين ولا كما خليفة واكي ولا عن أحد من الصحابة ولا كيوتك كما صحابة رضي الله تعالى عنهم kwamba alikuwa akisimama baada ya kuzika kichwani kwa maiti, ule usawa wa kichwa cha maiti kwenye kaburi lake, na kupiga magoti au kuchuchumaa na kusoma talaqini. Ma thabata hadha, jambo hili halikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau kana khairan la sabaquna ilayhi, na kama jambo hili lingekuwa ni khairi basi wangetutangulia. Kama ingekuwa ni khairi, sawa, hii wanaoita talaqini baada ya kumzika maiti, wangetutangulia mtume alayhi salam kadhalika na masahaba wake, sawa. Lakini hawakufanya hivyo. Talqini iliyothibiti ni ile ya kumlakinisha mtu ambaye yupo katika hali ya sakaratul mauti, yupo katika maututi, sawa, kama tulivyoona huko nyuma. Ndio inafaa kumlakinisha la ilaha illa Allah, mwambie seme la ilaha illa Allah. Mgonjwa, mtu yupo serious, unafaa kumwambia sema la ilaha illa Allah. Hii ndio talqin. Ndio maana mtume akasema laqinu mautakum la ilaha illa Allah, watamkisheni mauti wenu la ilaha illa Allah. Mautakum man hadaratuhu almaut, almuhtadar ni mtu ambaye yupo katika sakaratul mauti, sawa, ni mtu ambaye yupo katika maradhi ya umauti, katika uchungu wa mauti, na sio mautakum ni mtu ambaye tayari ashakata roho. La, sawa. Mautakum aliyokuja katika hadithi hii haikusudiwi mtu ambaye tayari ashakata roho, bali anakusudiwa yule ambaye yupo katika uchungu wa mauti. Huyo ndio anatakiwa tumwamrishe aseme la ilaha illa Allah, ili neno lake la mwisho liwe ni la ilaha illa Allah, sawa. Kwa hiyo haya yanayofanyika baada ya kuzika, anapita mmoja na anapiga magoti, anasoma ile wanaita talaqini, ni bid'a. Jambo lile linalofanyika ni bid'a, ni uzushi na haijathibiti. Na hadithi ambayo imeegemewa juu ya jambo hilo ni hadithi ya Abi Umama. Ipo hadithi ambayo inategemewa katika ile wanaoita talaqini baada ya kumzika maiti, hadithi ambayo ameitoa Imam Tabarani katika Mu'jam al-Kabir, lakinahu hadithun mawdu'. Baadhi ya ulama wanasema ni hadithi mawdu', wengine wanasema ni dhaif, sawa. Ahamu shay kwamba hadithi hiyo ni dhaifu, la taqumu bihi alhujja, haiwezi hujja ikasimamishwa juu ya hadithi hii. Wala yasihu nisbatuhu ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na wala haifai kuinasibisha hadithi hii kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa. Kwa hiyo kitendo kile kinachofanyika ni bid'a, hakina asili na hakijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Bali iliyothibiti ni kumwombea msamaha kama tulivyoona hapa, kumwombea msamaha. Kwa hiyo inatakiwa watu wanapozika wanatoa muda baada ya kumfukia maiti, wanatoa dakika chache, dakika moja, sekunde kadhaa, watu wamwombee maghfira. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbituhu, Allahumma thabbituhu, Allahumma thabbituhu, sawa. Naam, Allahumma thabbituhu bilqawli thabit, la bas. Hata ukisema hivyo hamna shida. Allahumma thabbituhu, la bas. Na ukisema mara tatu ni bora zaidi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, mara tatu la bas. Ukisema mara moja pia la bas, lakini ukizidisha mara tatu ni aula, kwa sababu mtume alayhi salam katika dua zake alikuwa akipenda kukariri mara tatu. Wallahu aalam.